Tulieni kuko na vitu mingi with the viewing the body. Kwa hivyo ningeomba mtu mmoja wa familia afungue sanduku, ndio watafuata familia ona mwili. Mungu anasema ya kwamba na tutasema ya kwamba yeye ndio peana na yeye mwenyewe ndio chukua. Kwa hivyo poleni sana hii familia. Ni kijana alikuwa familia students come over. Nataka mpange laini hapo. Nataka Pastor Machia tuongoze na ule wimbo unaimbwa cha kutumaini na kuona mwili. Chako tumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzioza. chako Tumaini sina, ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuzioza. Mbone salama, ndiye mwamba kendiso nanga, njia yangu iwe ndefu, yeye unipa damu yake na sadaka, na tegemea daima, yote chini ya Hakikisheni ule anapendeshwa na kuona mwili. Sana sana familia kusema ya kwamba hasijaona ama hajaona. Wake Yesu nasimama, na ni karibu sana familia ya Kikufi. Naweza ona hili hapo karibu sana. Tena nimesikia kwamba Benson hapo ama Ben karibuni sana. Ndiye mwamba ni salama, viewing of the body. Salama komone, rohoni nina amani, nikivikwa haki zake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nisaacha kusoma dayo wa marehemu Mtakatifu kuja utusomee eulogy. Adumanga hii mwaseo. So nitasoma hii eulogy ya Albert. Nitasoma imeandikwa na Kizungu alafu itatufanya translation. The late Albert Munyoki was born on the 3rd of February 1993 at the MP Shah Hospital in Nairobi. He was the beloved son to Margaret Modike Chengo, a loving brother to Maureen Modeni, and a grandson to Peter and Ruth Chengo. During his childhood years, he schooled at Muthaiga Primary School, Nairobi, and gradually developed into a fine young man who was loving and caring to his family and friends. After completion of his primary school education, he joined Kaumoni Boys Secondary School, Makueni, where he proved to be very hardworking in his studies. He was elected the captain of the school's basketball team and also played rugby. He completed his KCSE education in late November last year and was awaiting his results. However, on the fateful Saturday night of the 26th, Albert Munyoki met his untimely death at the Metropolitan Hospital in Buruburu, as he was fighting for his life after losing a lot of blood
due to severe blade wounds sustained during the attack by thugs as they were stealing his phone. As Henry James once said, sorrow comes in great waves and rolls over us. Even though it may almost smother us, it leaves us on the spot, and we know that if it is strong, we are, and in as much as it pains, we remain. Let us forever cherish the memory of Albert Munyoki as we knew him, and keep in mind that we loved him, but God loved him most. Rest in peace, Albert. Thank you very much, boy, with a good thank. Nimburindwa wakundwa kubudu na kikamba nikethaweze kwitha kila mundu niwaelewa mututi wa Albert Munyoki asiewe matuku 3 mwai wa keli mwaka wa 1993 Nairobi. Ane mwana mwendwa wa Margaret Muthike Chengo ula unasianiwe na Maureen Muthini na mwisuku ane mwisuku wa Peter Chengo na Ruthi Chengo. Ibinda la kisomo chake kana miaka ya kisomo chake ni wasome hiyo Mthaika Primary School na school nyingi kuitwa Global Developed kana ku naona takuelewa ku ndio wa school na hindi Amina Primary School kana Amina kisomo cha primary ni waandie kana ni waalikilia Kaumoni Boys Secondary School Makueni kala ni waeduwe mwana mui na webiti ya kisomo na anwa kwidwa school captain ndini wa school wesu ni wa tauka idhau la basketball kana muvela wa kukunango wibulwa ukigwa waya we shoot basketball now in my school na hindi idhau yingi za kubena na muvela yenda andimela vina kwa hiyo Albert nuna kauka idhau juu na hindi Amina certificate kana Amina school yake nuna Amina school yake pa November didela kana mwezi wa 11 bala unetelete resort yake na mudana wa tandatu utuko matuko meongoleza tandatu niwe wakomania na kipo chake na atutie ya Metropolitan Hospital Buruburu itina wako kitwa muno na kutoa nangwa naende au muno ikikuchage icho kinabikiye kwa kindu kwa hiyo asante alamu tanenda kesho nguzo mgabika. I'm going to call upon pastors, Pastor Makio ili utu direct vile mtafanya hapo. Kwanza natoa pole kwa wenye nyumba, natoa pole kwa mama, pole kwa ndugu yake, kwa ndugu zake mama ambaye ndiye msasi wa mtoto, na nasema Mungu awabariki na aendelee kuwapa nguvu wakati huu wa huzuni ili wapate kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Ile nyingine nasema ngeuliza wachungaji wote wasimame ili wapate kuonekana. Kwa majina naitwa Reverend Alex Muli Chumbula. Hii ni sehemu yangu ya Ngangani. Kwetu ni pale chini kabisa after primary school. Boma yangu iko hapo. Lakini kwa wakati huu
ninawakilisha sehemu ya Buyuni kama pastor kanisa inaitwa Neine GNCA. Karibuni sana. Amjambo. Nami kwa majina naitwa David Mtungi, na ndumu na kanisa la GNCA Kikasu. Mungu awabariki. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nami kwa majina naitwa Joseph Mwovi Reverend, na ndumu kule Makutano GNCA. Immediately ukifika hapo mwisho kuna kanisa GNCA Church. Reverend Suika, Jerusalem Baptist Church. Hamjambo. Kwa majina naitwa Fasamulandi na utumu na kanisa ya GNCA cha Matula. Mungu amfariki. Haleluya. Kwa majina naitwa Sami Diamori na ndumu na kanisa Bethlehem Baptist Church. Haleluya. Kwa majina ni Pastor Joseph na ndumu GNCA. Haleluya. Amen. Ninamukeria ziedwa ni Yesu mwaseo. Nitweseo. Na kwa mashindo nitawa Pastor Jeremia Makio, na ninadumu katika hii kanisa Ngangani, iko hapa karibu. Kwa hivyo nawakaribisha nyote. Karibu hapa nyumbani. Ukiwa hapa sikia huko kwenu kama vile unakaa kwako. Usikie kama uko kwako. Kwa hivyo nitachukua nafasi hii nimkaribishe mhubiri wetu wa leo ambaye ni Reverend David Mutungi. Karibu. Chukue nafasi hii. Kitu ya kwanza niseme ni pole. Watu wa familia ninasema poleni sana. Wale ambao walikuwa nasoma na mnyonge niseme ni pole, na marafiki wote niwaambie ni pole. Nataka kutoa shukrani mbele ya Mwenyezi Mungu wakati huu wa jioni. Ninatoa shukrani kwa wachungaji wote waliofika mahali hapa. Natoa shukrani watu wa boma hii, tunasema ni asante kwa makaribisho yenu. Nasema ni shukrani kwa chama ya Ngangani ambao imefanya hii masisi kuwa vile ilivyo, na wale wengine walikuwa nakutania Nairobi. Ningesema ni asante. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Sitakaa sana kwa ajili ya kunena hii. Watoto kaeni. Apewe sifa. Amen. Nitaenda kunena lelo na Mungu, na nitasoma kwa lugha ya Kikamba na nitaongea nikiwa nimechanganya. Nienda ukiunena ndelo sianga hii ibukuni ya Galatia. Ibukuni ya Galatia kilungoni keu. Wa Galatia hiyo ya 6 mstari ni wa 7. Na nitasoma kwa lugha ambayo ni ya Kikamba. Bia ya siati muika kenge kenga ingabuya wangu. Nundu wakira mundu ubuya nocho ukakela. Nundu ula ubuya mwe wake kwa mwe akaketha wanangiko. Ndi ula ubuya ula beba kwa beba akaketha thayu tabela. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako wakati kama huu wa jioni. Baba, nimesimama mbele ya watumishi wako. Baba, ninakuomba baraka zako na neema zako zikaje pamoja nami. Baba, ninakuhitaji wakati kama huu. Baba, ninaomba nguvu zako na baraka zako zikawapatie kawapatie watumishi wako. Baba, wakati huu nimesimama kwa ajili ya kunena neno lako. Nitumie kama chombo chako, na Mungu nikimaliza yale maneno ambayo umenipa, Mungu niweze kukaa chini. Baba, ninaomba baraka zako za ajabu. Naenda kukemea nguvu za yule mwovu shetani ambaye ni mnyang'anyi. Naenda kumkemea katika jina la Yesu Kristo aliye mkuu. Mungu kawalinde watu wako na kawabariki. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Neno la Mungu ambayo nimeisoma katika hii kitabu ya Galatia imeanzia na ya kwamba msitanganyike. Mungu wa Israeli adhihakiwi. Kila mtu atakachopanda ndicho atakachovuna. Na leo, siku ya leo, nataka kuongea juu ya kupanda. Je, nimesema ya kwamba
kila utakachopanda ndicho utakachovuna. Je, naongea ya kwamba ukipanda chuki utapanda chuki, ukipanda vitina utavuna vitina. Je, nasema ya kwamba msitanganyike. Na siku hizi watu wametanganyika na yule mwovu shetani. Wengine wametanganyika wakakosa kusikia neno la Mungu. Wengine wametanganyika wakaenenda vile wanavyotaka binafsi zao. Kwa hivyo ndugu zangu, leo nataka niwaulize ya kwamba wewe ushatanganyika? Na ukiwa umetanganyika na ukaingia mambo ya kidunia, na kuambia siku ya leo ya kwamba hautauona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sifa. Uliza mwenzako, umepanda nini? Ikiwa umepanda vitina, ujue ya kwamba utavuna vitina. Usidajalia upande mahindi uvune maembe. Usidajalia upande bengu maharagwe uvune kunde. Kwa hivyo ndugu yangu, nataka kuongea juu ya kupanda. Kuna watu ambao wanapanda vitina ngoma za watu. Ukienda ngoma za watu unaongea mambo ya bau. Ukitembea kwa marafiki unapanda mambo ya tajaliu. Nenda kwa asiata ngoma ngaiki weo ni chaumunde. Bila asiati kila mundu wiyanochoka akeda. Wabanda kimeno kageda kibena. Wabanda nsuku kageda nsuku. Wabanda kiweu ukagego kiweu. Kwa kilo kabanda nochoka akeda. Jeno tajalie kano kabanda moso kebe mbema. Jeno tajalie kano kageda ukabanda boro kebe mboko. Kwa kilo wabanda nochoka uya. Bila asiai ulamwi akageda wana jiko. Mwili wako ukiupanda kwa maisha ya kidunia utavuna kibo. Maandiko ni asiati sisi ni nukite. Maandiko nasema ya kwamba ninakuja na ujira wangu mkononi kumlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Muulize mwenzako, umepanda nini? Umepanda nini? Maisha ambayo yatakuja utavuna nini? Ikiwa siku ya leo umepanda mabaya, ujue ya kwamba utavuna mabaya. Kwa hivyo kila ambacho utakachopanda ndicho utakachovuna siku ya leo. Mwendani enda kwa asiata mwitu wanduni ba kila uwiwe notoka kila amamune mabili yake mena nini wa misini ya emba. Ili inatanina mundu kwa asya mundu wao ukeli ya wangu ya kindu kebuku ukaambilike kutanyandu la kwamba atitie mana. Unajua wengine wanakuja kwa mbona nasema hii kiwa si ya bure. Ni kwa kweli si ya bure. Ni kiwa ambayo niagiwa na Mwenyezi Mungu. Akasema binadamu ya wayo yote atakuwa. Biblia inasema ya kwamba uno aya 21 na naona kibira cheo kinene cha usumbe na wao wekanile kila kibira dina itisaka unyo wake na wao ni kabandu wacho na mabuku makawanwa na huku nyingi kawanwa na ni huku ya habari. Biblia inasema ya kwamba na nikaona ile kiti nyeupe ya enzi na Mungu mwenyewe anaikalia hiyo kiti na vitabu zitafunguliwa na kitabu kingine ambao itafunguliwa na ukikosa kuonekana katika kitabu cha uzima wa milele, Mungu nakwambia kwamba binadamu utaingia kimo ya milele na milele. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Na uliza mwenzako, unataka kupanda nini leo? Ukitoka hapa nataka ujue ya kwamba Biblia nasema ya kwamba ninasimama mlangoni na kubisha mlango. Ikiwa utanifungulia, mwili Yesu anaongea maneno. Ukiwa utanifungulia, nami nitakula na wewe na nitakaa pamoja na wewe. Biblia yasema sisi niunganite muomoni na kubingusha. Heri wangu ndo na wiba akaambinguye muomo na mingo yake. Gaisanyana yake na kagasanyana hapa. Kwenye na kwa asiata ila mangari. Yenda kwa asiati albamuni mabuinge maundu maboku. Mabu ya kibena, mabu ya suku, mabu ya madeta na mabu ya maundu maboku. Nini waambieni yo. Eliyo kabu ya kinduke boku. Yenda kuya mwemba. Okiu wabuinge no choka agela. Yenda mwemba ya kinduke sio.
ningetaka kusema hivi, siku hii ya leo tunamzindikiza ndugu yetu, ujue ya kwamba Yesu anahitaji maisha yako. Yesu anahitaji moyo wako. Yesu anakuhitaji. Yesu anakuhitaji ndugu. Wacha hayo maisha unayoendesha. Yesu hataki hayo maisha ya anasa. Yesu hataki maisha ambayo ya uroki. Yesu hataki maisha ya kunywa pombe. Yesu hataki maisha ya umaraya. Yesu anahitaji maisha ya uokolewe na damu ya Yesu. Yesu anakuhitaji hata ukiwa uko namna gani. Anasema ya kwamba kujeni kwangu wote wasumbukao. Maandiko yasema ikwa kwenyonde alamu niambia nanga mumusia nenda ukiati nenda. Yesu anakuhitaji vile ulivyo, na ukija kwake atakupumzisha huo mzigo ambao umebewa. Hello? Yes. Najua ya kwamba uko na mzigo mzito. Mzigo ambao ni watuache na jamii. Mzigo ambao ni watuache na mama yako. Mzigo ambao ni wa kila aina. Lakini kuna mmoja anaweza kupumzisha huo mzigo ambao umebeba. Nataka niseme ya kwamba kila utakachopanda ndicho utakachokivuna. Na kitu nakuhitaji leo ujue ya kwamba Yesu ako karibu kuja. Na siku moja mwenzangu nakwambia ya kwamba utalia machozi na hakuna atakayekupangusa ikiwa umemkataa Yesu. Pigia Yesu wako. Yenda upia mwendo mwenye utalia siku moja ukiwa umemkataa Yesu. Endeza vile maisha yako yanavyotaka. Wengine wameingia maisha ya anasa, wengine wakaingia maisha ya ile, lakini siku moja utasimama. Ninashukuru Mungu kwa maana niliyokuwa kwamba tenzi hii itakuwa shuhuda ya kwamba nishaongea neno la Mungu. Pigia Yesu makofi. Musa mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba ana ushuhuda ya kwamba mbingu na nchi zitakuwa shuhuda ya kwamba hata huyu mtu anasema ya kwamba Pastor Mudungi siku moja saa kuambia neno la Mungu uokoke na umekataa. Hello? Hello. Uliza mwenzako unataka kujalia kupanda nini? Nakwambia kwamba panda uhai wako maisha ya wokovu na utaibika siku ambazo zitakuja. Mwamini Bwana Yesu akuokoe maisha yako. Na siku ambazo zitakuja hata hii kifo sio mwisho wa maisha. Kiamini Yesu awe mwokozi wa maisha yako, ukitembea ukienda nyumbani, na kwambia ndugu yangu utasema ni asante na utaona maisha mazuri na Mungu atakulinda. Bwana Yesu apewe sifa. Uliza mwenzako unataka kupanda nini leo? Tajalia upande maisha ya wokovu. Tajalia upande maisha ya wokovu na Mungu atakulinda na kutendea mema. Karibu Pastor Mope, uombe kwa ajili ya neno. Umesikia ya kwamba kile utakachopanda ndicho utafuna. Hata wewe Yesu, ikiwa ulifuna kuua, utafuna kuua. Ikiwa ulipanda kuloga watu, utakuja kulipwa kuloga. Utalipwa kulingana na kazi yako. Ikiwa ulikuwa muuaji, utalipwa pia. Ikiwa ulikuwa mtu wa kuvuka majini, utakuja kulipwa. Utakuja kulipwa. Ngojea malipo yanakuja. Ikiwa ulikaa kanisani tu uonekane Mkristo, kumbe ulikuwa ukijionyesha, utakuja kulipwa. Bwana asifiwe sana. Basi ni wakati wako, ni wakati wa kila mmoja wetu. Tuangalie, tujue tuko wapi, tuangalie njia zetu kama zinafaa. Maana kifo kinaweza kuja wakati ule ambao wewe hujui. Kama vile ndugu yetu alikutana na kifo. Huwezi kusema ya kwamba utakuwa mgonjwa uende kuangalia hospitalini, hujui nami sijui. Kwa hiyo ni wakati wako ukate kauli mara moja, ukaweza kumwamini Yesu siku hii ya leo. Maana wale tulio nao ni wa wakati. Tatawe Yesu. Wanawezekana na alusi waku we mokone mangai. Na eba we mokone mangai wetele chao. Watindwe Davidu obona tabanya asema ambao. Ukama na sio sima hii ambao.
ukamanda bantu ibile bakwaye Biblia yasia ando makasi kikuwa komboa na kikuye ona kwa ndio manda wa komboa kikuge kwa basengea muno ukasenga siwesu ukasema wasirija mwaito hai na kaya sirija mwaito hai kila mtu akezona inyo wake siku hiyo kila mtu aletalia ikiwa bado hutamwamini Yesu kuwa mwokozi katika maisha yako basi tuombeni. Baba Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa vile Baba tumesikia ujumbe, vile Baba ulikuwa ukitaka sisi tukaweze kujua. Tumeona ya kwamba ni lazima tujue ya kwamba Kristo ulikuja ili ukaweza kupandwa ukawa mbegu yenye uhai, na wote ambao wanakuamini wanakuwa uzao wako, wanafunguliwa wakiwa watakatifu. Maana hata kifo kikija tunajua kwamba tu ni kulala, siku ya kuamka kila mwili utaamshwa. Ndio tunakuomba Baba tukaweze kujiandaa kila mmoja wetu jinsi tumesikia ujumbe, tusije tukadhiaki ili Baba tukakose kuona ufalme huo. Baba tufunulie neno lako tukaweze kuielewa, maana Paulo alisema ya kwamba mambo ya mwili ni dhahiri, yanaonekana kwamba kuna usherati, kuna mambo hayo yote, machafuko ya mwili yote, na hayo yote ndio inafanya mtu kutengana na Mungu. Tusaidie, ukutukaribishe tukaweze kuwa umoja nawe Baba. Mazishi yao tuwaweka mikononi mwako. Ndugu yetu Baba unamjua, uhai wake uko mikononi mwako. Tunamuombea Baba, maana alikuwa katika ulimwengu, unajua mahali vile alikuwa akifanya na kile kazi alikuwa akifanya na vile alikuwa akienenda katika, ikiwa alienda katika roho, unajua Mungu wetu Baba. Ndio tunakuomba ukafanye utendavyo katika maisha yake. Tunakuomba kwa maisha yetu ukaweze kutulekesha katika mwelekeo mzuri. Naomba ubariki ukaweze kuwa mahali hapa kwa ndugu zake, kwa wazazi wake, kwa babu zake, wote washushu ukaweze kubarikiwa nawe. Nani katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Sasa tunaenda kwa speeches, na ninasema hivi, ile nafuatilia kila kitu tutamalizia hapa. Pale kwa kaburini ni kuteremsha tu mwili, na pastor arutisha mchanga kwa mchanga. Asuna inyawa mwana sisters to Margaret Mudini. Okay, asante. Kuja Masi ili uongee. Ametumwa na sister yake Masi. Maki sorry. Amutumie na mwenye wa email. Imeandikwa kwa Kisungu. Nisoma kwa Kisungu na translate. Atasoma kwa Kisungu na mimi nitakuwa naongea kwa Kikamba. Okay. I am Margaret Chengo. Yeah, Margaret Chengo. I'm really shocked and saddened. And saddened with the untimely death. And sudden passing of my only and which was on 26th February 2011 in an unfortunate incident. Albert turned 18 on February 3rd. Albert turned 18. Okay. Endelea. He was such a cheerful and young boy. He was hardworking and listened to everyone. He was obedient.
nikibesi kene wa monofyu kene kesho. And never was a troubled child. Na nda musumbwa kana mwana wa kumusumbwa. I remember last year, Nilikana mwaka usio na delile. a boy bullied him in school. Kibesi cha mudini siya kana bullying. And it was bad because he knocked his teeth out. Na ni wakuniwe kibesi chunde no dokunudu ni wakuniwe na the uma. And I was hurt as a parent. Na nine uwe na umeka tamusiai. But my son told me to forgive him. Na mwana wakwa andavya ni mweke. Of which I was amazed to have a son so forgiving. Nine mwana unenda kuwekea. My loss is so severe. Kwatia kwake ni kungunete muno. And cannot be expressed wanakiweteka in words. Ona ndeto. But being human, we have to accept. Tatia ndu nitwailite kuwekea. We have to accept God's will. Nitwailite kuitikila kwenda kwa Ngai. I pray that the Lord ni nguvu ya Ngai give me strength nengevina nye Margaret and courage na kuendea to accept this reality. Na kuitikila undurukie. It has been a very painful situation. Nikindukiwo muno ndini wa thayu. I pray the Almighty God nivoya Ngai ula withayu kana ula munene keep my son's soul kuya thayu kana mwi wa mwana wakwa in eternal life thayu wa tene na tene forever, and we shall tene na tene na tukakomania. you shall always be in my heart kerwa ngikumbuka ndini wa ngoya yakwa and ever. Na kuendea. Amen. Amen. And nobody will fill your place. Na bai mundu ukolwa. Asante. Pajiliu alamu ya dagana unoga ni munenge. Asante. Usu nune niwi wa nyawake na wi wa kuandika anatumi kuya muingo nisinule sie ni email nisinule silanze be nikoka osiandikite. Sasa tunafuatia sisters na ni Maureen. Maureen ameandikiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nitawakaro na nisaniwe na maki na ninena na Kisungu ndo kikamba cha kwatiki seo mono. Ongea kwa Kisungu wewe asikii sauti yake. Albert was one of my favorite nephews, but as a very good boy. Nanenda kulelika na Albert onduwai. The family is very saddened by what happened. Now I pray to God nobody has to face what Albert faced. Thank you all for coming, and God bless you all. Thank you very much. Asia wanatona kuelezea mononundu ndugu ya bali wako te musenundu wa mwana usu na Maureen atasomewa. Winindi atamsomea na imeandikwa kwa Kisungu. Wale wasikii Kisungu wataumia leo. Amen. Praise God again. Amen. This is Maureen's last message to Albert. This is indeed a sad day for all of us. We have lost such a great person. I think sharing our grief would help us ease our burdens. My brother was such a character. He knew how to be serious at times and when to joke around. As most of you know, Albert was not a very quiet person, although he never liked to have anyone's attention focused on him. He was humble and kind, but for all his humble ways, he was one of the most action-packed accomplishers I have ever known. My brother may have meant something to each one of you, but personally, he was my guardian angel. He was always there for me, and I would tell him anything, no matter how weird it was, and he would listen, then tell me how stupid I was for whatever weird thing I had done.
He had this trait where he could always turn a dull party around. Albert was always there for his friends. I know there are so many times when most of you found solace in Albert's advice or friendship or warm, gentle ways. He was a kind of person who didn't force his ideas or thoughts on you. He just listened and made his own comment about the situation. If you choose to do something about it, that was up to you. It's still hard to believe that somebody who had so much energy as Albert did can be gone now. In so many ways, Albert was immortal to me. I always think of infinite existence. He was so creative, so brilliant, and so alive, but quietly so. He did not need fame or fortune or recognition to know that what he was embarked upon was a good thing. He just knew. Let's all be thankful for all the special moments that my brother has left us. And with that, I hope that my brother will continue to live on within our hearts and our minds. Rest in peace, dear Albert. Thank you very much. Ninamuita Mlei ili aongee kwa Kikamba. No, utata abala wewe na vikombo